Mimi hapa ni kama nilivyosema, nimetumwa na mwenyekiti wetu wa Baraza Taifa, Mheshimiwa Fadhili Magaja, ambaye kila mmoja wetu tunamfahamu. Amesema niwakilishe kwa sababu alikuwa na shughuli zingine za kitaifa, na mimi aliponiambia sikubisha, nikasema mbona heshima kubwa kweli, sijaenda kukutana walimu kama hivi kwa yetu pamoja. Nikaithamini heshima, nikamshukuru Mwenyezi Mungu, nikasema mwenyekiti wangu kwamba tutafika sisi changamoto zenu, alafu tupate kazi pamoja. Kwa kama namwakilisha mwenyekiti wetu wa Baraza Taifa, nitasoma hotuba yake kama ilivyo. Mkiwa maneno nitasema hata kwa labda naongeza ili asije kanijua mrasmi. Ndugu mwenyekiti, awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa kukutanisha siku adhimu ya leo katika ufunguzi wa mafunzo ya walimu makada wa chama cha Mapinduzi. Pili, ninawashukuru ninyi viongozi kwa kuona inafaa mafunzo haya kuzinduliwa na mimi mwenyewe mwenyekiti wa Umoja wa Wazazi Tanzania. Ni heshima kubwa sana mmenipa mimi kwa jumuiya ninayoongoza. Sisi moyo. Ndugu walimu makada, chama na jumuiya ninayoongoza tunatambua mchango wenu mkubwa katika kukijenga na kukiimarisha chama. Hili linadhihirika zaidi katika ushiriki wenu katika chaguzi mbalimbali za serikali za mitaa na serikali kuu. Hata hivyo, ninawapongeza kwa ushiriki wenu katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika Oktoba 29, 2026, kwani mlihakikisha mnazisaka kura kwa nguvu zote, tena kwa kutumia gharama zenu bila kuchoka kila wakati, na wakati huo usiku na mchana. Hongereni sana. Chama kinatambua chachu ya ushindi wake inatokana na uimara na uundaji wenu wa kushawishi ndugu, jamaa, marafiki na wote wanaozunguka kuhakikisha wanakwenda kupiga kura na wanawachagua wagombea wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Huu ni uzalendo mkubwa kwa ninyi walimu kwa chama chetu, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Pia chama kinatambua ushiriki wenu wa moja kwa moja katika usimamizi wa vituo vya kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2026, kwani sehemu kubwa ya vituo vilisimamiwa na walimu, na hilo halikupokei tu kwa bahati mbaya, bali kutokana na uadilifu mlionao katika kutimiza majukumu mnayofanyia. Aidha, chama kinatambua jitihada kubwa mnazotumia katika kuandaa wanafunzi kuwa wazalendo, waadilifu na wenye hekima nyingi. Na hapa niweke mkazo, walimu, wazazi na walezi, tuongeze juhudi za kuwalea watoto katika misingi ya malezi bora ili kuwatoa katika wingi hili bado linaloendelea na mmomonyoko wa maadili ambao unaleta picha mbaya ya taifa. Tunatambua changamoto mbalimbali zinazokabili walimu, hususani nyinyi makada wa CCM, ikiwa ni pamoja na kudhihakiwa na baadhi ya wenzetu ambao wanapinga mazuri yanayofanywa na serikali ya CCM na ukata kwenye mfumo wa kuendesha shughuli za kila siku jumuiya yenu. Naomba niwaambie tu kuwa chama kinayatambua haya yote. Kubwa ninawashauri kuweka utaratibu mzuri wa mawasiliano ya mara kwa mara na makao makuu ili kupatiwa ufumbuzi wa changamoto hizi. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu mwenyekiti, zaidi tuna imani baada ya kupata mafunzo yanayotarajiwa kuanza leo, ambao pia wameshaanza kwa shule, mtakuwa mabalozi wazuri katika kutangaza na kusambaza imani, itikadi na malengo ya chama kwa manufaa ya wananchi wote.
Pia mtaendelea kuyasemea mazuri yote yanayofanywa na serikali ya awamu ya 6 ya CCM inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu mwenyekiti, mwisho au kabla ya mwisho, chama kitaendelea kuwa na ushirikiano nanyi muda wote, kwani uimara wake pia ni kutokana na uwepo wa kundi kubwa la walimu makada ambao wapo tayari tukipigania chama wakati wowote. Hata hivyo, muasisi wa chama hiki ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere